Ndugu zangu, viongozi wa TK Movement ngazi ya taifa wakiongozwa na mratibu mkuu pamoja na mratibu msaidizi na wote ambao wanaunda safu ya uongozi wa kitaifa, viongozi wa mikoa. Nimefahamishwa kwamba mikoa yote iko hapa leo. Viongozi wa wilaya zote, sasa ndugu yangu alipokuwa hapa katibu mkuu ikabidi ataje wilaya yake, nikasema anajifagilia na yeye. Ni imani yangu kwamba na Wananzega wako hapa na wana Tabora, lakini wana Ruvuma. Nimeona data zao kwa katibu wetu mkuu Balozi Dr. Nchimbi, na wote itifaki imezingatiwa. Lakini nimekuja na viongozi wa jumuiya ya wazazi ngazi ya taifa, wakuu wa idara ambao wamekuja hapa kuwaunga mkono. Naomba msimame. Hao wote ni vijana, na hao watatu, tunazo idara 4, hao watatu wote ni finyango la mkono wangu. Na tunaendeleza kazi ile ile mnayoifanya ya kuhakikisha ya kwamba tunatoa fursa kwa vijana, kuwapika, kuwaandaa na kuwashirikisha. Ndugu zangu, nianze hotuba yangu kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika shughuli hii muhimu. Lakini la pili, nawashukuru sana viongozi ambao mmeandaa jambo hili, lakini na kwa kuona umuhimu wa kunialika kuja kuungana na nyinyi kwa ajili ya kufungua mkutano huu na kuona kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya kwa ajili ya nchi yetu. Hongereni sana. Kazi na utu, kazi na utu. Awali ya yote nianze kwa kuwapa salamu. Wakati nakuja hapa nimekwenda kumuona na kumuaga katibu mkuu wa chama chetu Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi. Kaambia, bosi, naenda kwa vijana, una lolote la kunituma? Basi katabasamu, akatafakari kidogo, aniambia, la kwanza wape salamu kwamba nawasalimia sana. Salamu za pili nitazieleza mbele kwenye hotuba yangu. Kwa hiyo tumie fursa hii pia kutoa pole kwa wajumbe wote waliotoka, kwa viongozi waliotoka wilayani na mikoani. Nimesafiri umbali mrefu kwa ajili ya kuja kwenye mkutano huu na semina hii muhimu. Karibuni sana
Dodoma, makao makuu ya chama na nchi. Nirudie tena kuwapongeza viongozi. Kazi ya kuongoza sio nyepesi. Viongozi unatengeneza maono, viongozi wanapitia changamoto, viongozi wana kazi ya kuunganisha watu na kufanya mambo yatokee. Jana nilikuwa na kikao na wakuu wa idara pale kwangu na watania hali niliyoikuta taasisi inayoongoza na hali iliyopo sasa. Na wakumbusha kazi ya uongozi. Uongozi ni mzigo mkubwa. Na ukifika mahali ukaona kuna jambo kubwa na zuri linatokea, nyuma yake wako watu ambao wametenga muda wao, wamesacrifice shughuli zao, wamevumilia ili kufanya mambo yaweze kutokea. Nitumie fursa hii kumpongeza sana ndugu Magambo na timu nzima ya uongozi wa kitaifa. Na hawa ni vijana na wengi mimi nawafahamu. Nataka niwaambie jambo moja, wana TK. Kwanza, msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi. Mimi nilikuwepo wakati wa Mwenge Mwanza na niliisikia hotuba ya Mheshimiwa Rais na aliwataja. Kuwataja maana yake ni kwamba anawatambua, anawaunga mkono na anaunga mkono kazi mnayoifanya. Sasa ukishatajwa na mfalme au malkia, kuna nini tena kimebaki? Wengine wataweka husuda, lakini chombo kimeshapaa. La kwanza, mjiamini, sio na wasiwasi. La pili ninalotaka kusema, ni kuwapongeza kwa kufikisha mtandao wa jumla ya wana TK milioni 2.5 na usheri. Hilo ni kundi kubwa, na ninaamini kwamba viongozi wenzangu wa chama na serikali katika ngazi za mikoa na wilaya, hii ni nyenzo kwao wanapokuwa na mambo ya kiutendaji ya kisera na wanataka kuyafikia makundi ya vijana na wanawake. Ziko platform nyingi huwa tunazungumza nazo kule mikoani, lakini TK sasa ni platform nyingine kubwa ambayo ina wanachama. Nilipokuwa mkuu wa wilaya pale Kinondoni, nilifanya kazi kubwa sana ya kuunganisha makundi, bodaboda, machinga, wajasiriamali. Wakati fulani niliratibu mafunzo ya wajasiriamali zaidi ya 10,000 pale Kinondoni, bure. Kiongozi yoyote ambaye anaongoza kwa kutaka kuleta mabadiliko kwa watu wake haogopi watu, anaunganisha watu, anawaleta watu pamoja. Na kiongozi huyo akiona mahala watu wamejiunga, wako pamoja kwa malengo mazuri ya kujenga nchi, kiongozi yeyote makini lazima atawaunga mkono, kwa sababu ni jukwaa la kuwapata watu kwa pamoja
kusema nao, kuwasiliana nao na kuwasaidia kufikia malengo yao waliojiwekea. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema safari yoyote haikosi changamoto, na bahati nzuri wengi nyinyi humu nawaona na viongozi ni vijana. Vijana asili yao ni movement, vuguvugu. Ukiwaona vijana wamekaa mahali wamepoa, hawana movement ya kulinda na kutetea nchi yetu, basi ujue hapo kuna hali, kuna tatizo. Lakini asili ya vijana ni vuguvugu, movement. Na mimi niwaambie ukweli, bila ya kuweka vuguvugu, mchango wako kwa nchi yetu utaonekanaje? Sasa tuna wasomi wengi. Miongoni mwa hao wasomi, lazima vijana na watu wetu wajifunze struggle ya kila kitu, struggle ya kufanya personal emancipation, ukombozi binafsi, kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine, struggle ya kujitegemea. Na baba wa taifa alizungumza ujamaa na kujitegemea, lakini struggle ya kulinda nchi. Kwa hiyo mimi ninapoona mahala popote vijana wamekutana pamoja, wanawake wamekutana pamoja, wanatengeneza vuguvugu la kujenga nchi, hawa wanastahili kupongezwa na kuungwa mkono sana. Nimesoma malengo yenu, nikawa nasema sasa malengo ni kuunga mkono nchi yetu, kumuunga mkono rais wetu, kuhamasisha vijana na wanawake kujitokeza kujisajili katika daftari la wapiga kura. Mbona mimi sioni dhambi yenu? Dhambi yenu ni ipi? Kuna dhambi hapo? Haiwezi kuwa dhambi kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan. Haiwezi kuwa dhambi kuitetea nchi yetu. Never. Na mimi nataka niwaambie, jeshi hili ni sehemu ya jitihada za kulinda uhuru wetu, kulinda utaifa wetu, kulinda nchi yetu. Nchi hailindwi na vyombo vya dola peke yake. Tutafanya kosa kubwa la kimkakati tukidhani kwamba nchi yetu italindwa na vyombo vya dola peke yake. Kazi ya ulinzi na usalama wa nchi yetu ni ya kila Mtanzania. Kazi ya kufichua njama za maadui wa taifa letu ni ya sisi sote. Na wala si kazi ya Chama cha Mapinduzi peke yake. Ni kazi ya wale ambao hawana vyama, na ni kazi ya vyama vyote makini kulinda nchi yetu. Nimezungumza hapa utaifa, uzalendo na kujitolea. Huko ndiko kulinda nchi. Na katika kipindi hiki ambako baadhi ya maadui wanajipenyeza kutaka kudhoofisha umoja wetu, mshikamano wetu, utaifa wetu, uzalendo wetu na amani yetu, kundi la kwanza ambalo nalitegemea linatakiwa kusimama imara na kukabili viashiria hivi na kuvikataa viashiria hivi ni vijana na wanawake.
We are the future of this country. Kama sisi tutalala na kuruhusu maadui wa nchi yetu wakapenyeza hoja za kutugawa na kuvuruga amani, watakaoathirika sio wazee wenye miaka 60 na 70 na 80. Sisi tuliomo humu kizazi cha miaka ya 30 na 40 na wengine wa 50 kama wapo, ndio tutakaoonja machungu hayo kwa muda mrefu. Lazima tushikamane, tuungane kutetea nchi yetu na kumtetea rais wetu. Ndio maana nikasema iko falsafa moja inazungumza. Sasa mimi natoka kwenye Chama cha Mapinduzi, najua wengine humu hamna vyama na wengine mko Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji jitihada za kila mmoja ndani ya taifa, awe ndani ya CCM awe hana chama. Tunahitaji jitihada za pamoja kuiunga mkono nchi yetu, kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi ya kujenga nchi hii ni kazi ya Watanzania wote. Kwa hiyo mimi ninawakaribisha sana, hata msio na vyama, ili mradi tunaunganishwa na malengo makuu ya nchi yetu: umoja wetu, utaifa wetu, uzalendo wetu, amani yetu. Tuungane pamoja. Yuko mzee mmoja marehemu aliwahi kutufundisha sisi vijana wa chama, marehemu mzee Kingunge Ngombale Mwiru. Sisi tulipata bahati ya kukaa na wazee hapa kwenye semina hizi. Mimi nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam pale, ndio maana mimi nikiwa na movement mimi nafurahi. Sisi tumefanya movement University of Dar es Salaam pale. Hatukuwa vijana wa wasiwasi tu tumekaa. Tumefanya movement. Na mimi nimeingia tangu mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 4 nasoma sheria. Nakumbuka siku moja nikiwa mwaka wa kwanza aliniita Profesa Roikaza Mkandara. Akaniambia, sasa wewe kijana wangu, sasa hivi uko mwaka wa kwanza, uko moto namna hii, ukifika mwaka wa 4 itakuwaje? Hatukuwa watu wa kulala. Kwa hiyo hii ninayofanya TK is the right thing to do. Lazima sauti za vijana wanaotakia mema nchi hii zisikike. Tunaye rais mzuri, anafanya kazi kubwa. One of the best presidents we've ever had. Msikivu, sio mbinafsi, anaipenda nchi, amemsikiliza kila mtu, kampa fursa kila mtu. Ameyakuta makubwa yaliyoanzishwa na mtangulizi wake. Angeweza kusema naishia hapa, treni ya SGR itaishia Dodoma, si makao makuu ya nchi, imetosha, nianzishe miradi yangu mipya itakayonipa sifa mimi kama Dr. Samia. Angeweza kusema pale alipoishia hayati ni hapo hapo panatosha. Mbona kuna madiwani wengi wanaingia madarakani, wanakuta jitihada za diwani aliyepita, kuna msingi ulianzishwa wa zahanati, anasema msingi huu umekaa sehemu mbaya, tuachane nao. Kwa nini? Tukimaliza sifa zitaenda kwa diwani aliyepita. Wako watu tumeachiwa na baba zetu mashamba, baba na mama wamekaa miaka karibuni mingapi wanatunza lile shamba. Amefariki mzee, watoto wasema tugawane kila mtu na chake. Uongo. Man is selfish in nature. Binadamu ni mbinafsi kwa asili. Kwa hiyo rais huyu angeamua tu kusema kwamba SGR mwisho Dodoma,
angeanza na ya kwake, lakini amefanya kazi kubwa ya kuendeleza miradi yote, na nyie mmeitaja vizuri hapa TK, na nimeambiwa mnaisemea nchi nzima. Hongereni sana. Kwa nini tusimpiganie na kumsemea rais huyu? Kwa nini? Hata wanaozungumza leo aliwaita, akakaa Ikulu, nataka nini? Mikutano, haya. Ruzuku, haya. Wenzetu wako gerezani, haya, waachie. Tunataka maandamano, haya. Leo wamesahau. Sasa kwa nini tusimuunge mkono? Na inawezekanaje kumuunga mkono Rais Samia ikawa dhambi? Haiwezekani. Muungeni mkono na sisi tunawaunga mkono. Na kwa wale wanaokuwa kwenye chama chetu labda wanawaonea wivu, waambieni hivi, wakongwe wa chama hiki walitufundisha, kina mzee Kingungi, kuna kazi ya chama ndani ya chama na kuna kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma. Hii ni falsafa. Labda wao vijana wengine hawajajifunza mambo haya, lakini hii ni philosophy tumefundishwa. Kazi ya chama ndani ya chama na kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma. Nyinyi mnachofanya ni kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma. Kwa sababu lazima wengine tuwe ndani, tunafanya kazi ya chama ndani ya chama. Kuna wakati unajibadili, wengine wanakuwa nje, wanafanya kazi ya nchi, kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma. Huwezi kutumia kipande kimoja cha falsafa kujenga nchi, hapana. Ndio maana unaona bodaboda tunawahitaji, machinga njooni, viongozi wa kimila, rais amekutana nao sana kwenye shughuli zao za kimila, vikoba njoo, sakosi njoo. Tunawataka wote hao tuje pamoja kujenga nchi yetu. Kwa hiyo waambieni hiyo falsafa. Inawezekana wengine hawajui. Hatuwezi kuijenga nchi hii kwa kujifungia. Tunamhitaji kila mmoja tuweze kushirikiana naye. Kama nilivyowaambia, mwenyekiti wetu na rais wetu anathamini na kutambua kazi nzuri mnayoifanya. Endeleeni kufanya kazi hii. Mtandao wenu umefikia 2.5 milioni. Bika, kazi kubwa sana hii. Mkiongeza kila mwanachama wa TK akatafuta wanachama wawili, tuna 7.5 milioni. Wawili tu akawashawishi. Hilo ni jeshi kubwa la kulinda uhuru wetu, uzalendo wetu, usalama wetu, na kazi nzuri inayofanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo endeleeni bana, hizo jitihada na malengo mmejiwekea 6 milioni, lakini mimi nikiwatazama naona mna uwezo hata wa kufika 10 milioni. 10 million voters goal. Mna uwezo, kwa sababu mnahitaji kila mwanachama wa TK atafute watu wao. Kwenye ile 2.5 wanatafuta 7.5 na 10 milioni. Hapo vipi? Na lazima tuhakikishe watu hawa tunawaelekeza na kuwafundisha misingi yenu ya kujitolea. Muhimu sana kujitolea.
nami niwaambie, kama si kujitolea, sisi wengine tusingefika hapa. Hatuna godfather wa kusema kwamba huyu sijui Happy ni nani, alikuwa waziri. Hatuna. Mzee, tumefika hapa kwa mapambano, kwa kujitolea. Tunachoma nauli zetu, tunakwenda kwenye malumbano ya hoja ITV pale unakutana na watu wameamka tu, hoja zao ni za kubomoa. Yeye binadamu tuko tofauti sana. Yaani kuna mtu yeye anabomoa. Sasa msipokuwepo wa kujenga na nyie mkasema, Waswahili wanasema msema pweke kushinda. Tumekitetea chama hiki kwa jasho, kwa muda wetu, kwa kujitolea, kwa nauli zetu. Mimi nimefika wakati nimemaliza chuo, nimepata admission ya law school, na huku chama kinaniambia njoo. Nikaiweka admission ya law school kwenye dawati chini, nikaenda kwenye chama kujitolea. Hatukufika hivi. Unajua bahati mbaya sana, ukionekana kama ni kiongozi hivi, kama sisi tumekuwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kuna watu kwamba ilikuja tu kwa kudondoka. Na katika safari hiyo Emedi, lazima ugombane na watu. Watakuwepo watakao kupinga. Hata mimi wakati fulani tulisimama kutetea mamlaka na kuna watu walitupinga. Yaani wote mko kwenye boti, wewe unamtetea rais na mtu mwingine anaweza akakupinga, akakuona wewe ni tatizo. Si sawa na nyinyi tu. Ratibu anajiuliza, sasa inakuwaje? Yaani sisi tunamtetea mama, afu kuna mtu mwingine anatupinga. Mzee, haijaanza leo hiyo. Mimi wakati mmoja nikiwa kwenye chama hiki niliwahi kushughulikiwa kweli, kwa kusema ukweli. Sasa niliona kama kuna jitihada hivi, rais, watu wanamshambulia, wanafanyaje? Kabla sijaenda serikalini, niko kwenye chama pale Lumumba. Siku moja nikafanya utundu ujana, nikaitisha vyombo vya habari Lumumba pale, nikafanya mkakati, nikapata funguo za ukumbi wa kamati kuu na sekretari. Kwa pale kwenye kile kiti nikakaa, vyombo vikajaa pale, nikapiga nondo za kutetea nchi, za kutetea mamlaka, za kumtetea rais. Baada ya hapo nikazima simu, nikaondoka zangu. Nilikuwa nakaa Banana kule mbele, nikazima simu, nikatulia. Ngoma ikaenda hewani. Vijana wasomi wa vyuo vikuu wakabili mtu fulani, kwa nini anataka kupotosha, hata kwa nini. Ngoma ikaenda hewani. Bwana, nilishughulikiwa. Kumbe yule mtu nilomshughulikia ana wapambe wako pale pale. Nilishughulikiwa vibaya sana. Ikanibidi niombe likizo. Nikaomba likizo ili upepo ufanyeje? Utulie. Ikatolewa amri, ni marufuku mtu huyu aliyetoa funguo za ule ukumbi akaitwa, akawekwa kitimoto. Huyu kapataje funguo za ukumbi? Maana ule ukumbi zao unaonekana ni wa chama. Kwa hiyo lile tamko linaonekana ni tamko la nini? La chama, kwa sababu limetoka makao makuu ya chama. Kwa hiyo kulikana huwezi, kuliunga mkono huwezi, kwa sababu wale waliotajwa mule inawezekana ni watu ambao ni marafiki zao. Nilipata shida sana. Na wakati huo mwenye rais alikuwa hajawa mwenyekiti wa chama, na wanaomshughulikia ni viongozi. Basi bwana, nikaenda nimaliza, akatumwa mjumbe mmoja mzito, mbunge, sasa hizi ni mkuu wa mkoa mahala fulani, kanitafuta. Bwana, nimetumwa bwana. Mzee anauliza, wewe una shida gani na yeye? Huyo mzee sasa.
hili jambo limeleta tatizo kubwa sana. Anakutafuta. Kama bana, mimi sina shida. Shida yangu mimi ni kulinda tunu za taifa letu. Basi kuna maelekezo yakatoka kwamba kijana huyu ameshakaa sana makao makuu, iko haja ya kupigwa transfer aende sehemu nyingine za nchi kama Kigoma kule Kasulu, akaende kujenga chama. Mtu mmoja akaniuma sikio, akaniambia bana, tayari kuna maelekezo, lazima tuwapeleke, tuwatoe makao makuu hapa na nini, twende mbele mkasaidie kujenga chama. Sasa mimi si kijana na mbinu, nikasema ikija hiyo barua, naandika barua ya kuomba kwenda kusoma, likizo ya kwenda masomoni, hawatanipata. Kwa hiyo nimeshaandaa plani yangu. Katikati, kabla likizo haijaisha, nikapokea simu ya rais. Nani huyu? Nilikuwa na kasimu katochi. Wakati mwingine kwenye mapambano na vita humo, unakuwa na silaha tu ambazo ili mradi inakurahisishia kufikia malengo. Baadaye nikamfahamu. Shikamoo, marahaba. Uko wapi? Nikamwambia niko Lumumba, nimekuja kufuatilia hela yangu ya likizo hapa. Baada ya hapo nitokomee. Nikamwambia basi, kuna kakazi kadogo nataka kukupa. Najua taarifa zako, struggles zako, mapambano yako, usiwe na wasiwasi. Ondoka hapo haraka na usimwambie mtu yeyote kama tunaongea. Pembeni pale Lumumba kuna msikiti wa Manyema. Nikaingia nikapiga kwanza rakaa 2. Nikamaliza nikaunganisha na alasiri, ilikuwa jioni. Bana ile alasiri naimalizia rakaa ya mwisho, kile kisimu cha tochi kinahangaika pale chini, kinazunguka namna hii. Anaongea nini? Tayari mkeka umesoma. Gavana wa Kinondoni. Na by then nilikuwa kijana mdogo kabisa katika ukoo wa wilaya. Nilikuwa na 29 years. Appointment yangu ya kwanza ilikuwa ni Kinondoni. Kwa hiyo nimetokea kijiweni chefe pale. Sasa ndio mambo haya. Nini nataka kuambia? Msikate tamaa kwenye mapambano. Watu wanaweza wakachelewa kukuelewa, lakini hatimaye watakuelewa. Kwa hiyo hata sasa katika kumtetea rais wetu kwa kazi anazozifanya, mimi nawaunga mkono. Msife moyo. Msemeeni mheshimiwa rais. Tusipomsemea sisi watu wema, watu wabaya wataendelea kuzipiga mawe kazi nzuri alizozifanya. Tumsemee. Tusemee mazuri aliyofanya bila kuogopa. Na wewe usiogope. Wakati mmoja mnaweza kuwa kwenye jahazi, sio wote mna malengo ya kufanana. Wewe ukiona mtu anakuvuta shati na wewe uko kwenye mwelekeo sawa sawa, usirudi nyuma. Songa mbele. Usirudi nyuma. Ujasiri. Lazima muwe majasiri katika kulitetea taifa. Katika kumtetea rais. Rais hawezi kujisemea. Mtu ajisemei bwana, unajisemeaje? Kwani shule alizojenga, barabara alizojenga, zahanati, vituo vya afya, ma-SGR, anapanda yeye peke yake? Anapanda yeye peke yake? Kwa nini tusimsemee rais wetu? Mama lazima asemewe. Na wakumsemea na kumlinda ni sisi wana TK pamoja na Watanzania. Na sasa tunakwenda kwenye uandikishaji. Kuna mikoa
15 safari hii, awamu hii ya kwanza, ruti ya kwanza, uandikishaji wa daftari la wapiga kura unafanyika. Na hapa ndio salamu za pili za Balozi Nchimbi alizonituma ni wapi. Tumieni mtandao wetu wa TK kuwahamasisha wanachama wa TK na marafiki zao wakajiandikishe katika daftari la wapiga kura. Tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7, tume iko Geita, Kagera, Mara, Shinyanga, Mwanza, Simiyu, Rukwa, Tabora, Katavi, Kigoma, Iringa, Ruvuma, Mbeya, Njombe na Songwe. Ili movement yetu iwe na maana, lazima tukafanye nini? Tukajiandikishe ili tujenge sauti ya kuunga mkono utaifa, uzalendo na kujitolea. Taifa letu. Kama hatukujiandikisha, tuna uhakika gani na kesho yetu? Njia pekee ya kuwa na uhakika na kesho yetu iliyo salama ni kuwa na haki yetu ya kidemokrasia ya kuweza kuchagua rais makini na viongozi makini wa kumsaidia kazi. Kwa hiyo ninawaomba shime wana TK, twendeni tukajiandikishe. Target ya taarifa ile, baada ya zoezi hili, ukanda huo mnafanya uhakiki, mnaangalia registration ya watu kujiandikisha ikoje. Maki tuna kazi Oktoba TK. Tuna kazi. Hey. Na mtu asiwadanganye eti uchaguzi hamna. Uchaguzi upo. Tuna kazi Oktoba. Kazi ile hatuwezi kuifanya kama hatukujiandikisha. Kwa hiyo Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amenituma niwahamasishe wanachama wote wa TK lazima wakajiandikishe ili wawe tayari kuitetea nchi yetu, utaifa wetu, uzalendo wetu na kujitolea. Ruti ya pili itakuwa Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga, Dodoma, Singida, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, mjini Magharibi, kaskazini Unguja, kaskazini Pemba, kusini Unguja, kusini Pemba, tarehe 16 hadi tarehe 22 mwezi wa 5. Najua mna mtandao wa kupashana habari. Tunatamani siku moja rais wetu apate taarifa wanachama wote wa TK wamejiandikisha. Mimi mkinihakikishia hilo, mratibu, nihakikishie hilo, na mimi nitakuwa mjumbe wenu wa kudumu wa kuwasemea. Taifa letu. Maana unajua sasa ukitumwa hapa, amenituma mengi, mengine mazito nimeyabeba, lakini tukubaliane kwamba ili tutimize lengo letu, tujipe muda wa kuhakikisha jeshi hili na wapiganaji hawa wanakwenda kujiandikisha wote, wanakwenda kuiongeza idadi kufikia idadi ambayo mmeilenga au zaidi, ili sasa jeshi la Dr. Samia Suluhu Hassan la Oktoba liwe tayari kwa mapambano. Awi, tuko tayari. Hao ndio vijana. Kwa hiyo hili nawaachia nyinyi, mwende mkajipange kulifanya. Mkiwa wamoja ni rahisi kuziona fursa, ni rahisi kuzichangamkia fursa.
ni rahisi kuelimishana juu ya fursa zilizo. Hongereni sana kwa kuwa na TK app. Haya ndio mambo tunayoyataka. Lakini mimi niwaombe, meangalia hapa mko kwenye mitandao na nini, tuipe malengo. Uko ukurasa wa rais wetu, akitupia jambo TK pale yote itiririke pale chini. Tena kwa sababu nyie ni watu wa movement, siku moja mnaweza mkaamua hapa mratibu mkasema wiki hii mitandao yote ni mama. Yaani mpaka watu wajiulize, hivi huko kwenye mitandao kuna nini? Tutumie nguvu yetu kumuunga mkono kiongozi wetu. Yaani ukiona watu wabaya wanataka kuchafua nchi yetu, mnapeana maelekezo tu. TK tuko kazini kuanzia sasa. Yaani kuanzia Twitter, Instagram, Facebook ni mama tu. Kweli Samia, kweli Samia, Dr. Samia oye! Lazima tumlinde kiongozi wetu, na sisi ndio tutakaomlinda, ndio tutakaomtetea dhidi ya adui wa ndani na adui yoyote hata anayetoka nje. Katika mapambano yoyote, watu wema wakikaa kimya, watu wazalendo wakikaa kimya, watu wanaopigania umoja na mshikamano wa taifa wakikaa kimya, watu waovu watapata nafasi. Lakini watu wazalendo, watu wanaopigania tunu za taifa wakisimama imara, hakuna adui yoyote atapata nafasi. Mimi nitaondoka na message kwamba tumekubaliana na TK, wanakwenda kuonyesha makali yao, iwe kwenye mitandao tutawaona, kwenye kujiandikisha tutawaona, na la mwisho niseme nisiseme, jeshi lote lile tuhakikishe tunalitoa linatoka kwenda kupiga kura Oktoba. Hii nchi haikukombolewa na wazee. Mimi waambie, this country was liberated by the young minds. Mwalimu, nenda kwa kina Kawawa, nenda kwa kina nani, walikuwa 30s, vijana wadogo, tangu wanatengeneza tamu huko, vijana wadogo. Nyinyi humu age hii, na wakati wa ukombozi huo tulimhitaji kila mtu, chama cha wafanyakazi, sijui jumuiya ya nini, vyama, soka, klabu za soka zitumika katika ukombozi. Ukisoma mapinduzi ya Ufaransa, wanawake hawa wa kwenye saluni hizi, French Revolution, kaangalia ushiriki wa wanawake. Kwa hivyo nchi hii italindwa na sisi tuliomo, na tukikubali nchi hii iharibiwe na watu kwa maslahi yao binafsi. Kuna watu wanaweza kuwa na maslahi binafsi. Wewe ukimuona mtoto wako pale nyumbani, wale wenye watoto, umefika muda wa kwenda shule, ndio anaanza kukwambia unajua soksi moja sioni,
begi limekwenda wapi, ujue kuna tatizo hapo. Anatafuta sababu za kwenda wapi. Tumetoka kote huko, tumetoka. Unafika dakika za mwisho ndio unasema kwamba uchaguzi usiwepo kwa sababu ya kujadili 1, 2, 3. Saizi. Lakini ukifuatilia watu wana malengo yao. Ni wengine mlikuwa bado mko maeneo mbalimbali. 2011 kuelekea 2014. Vuguvugu la katiba. Rais akasema twendeni kwenye katiba. Wamekwenda, ilipofika 14 wakatoka nje. Wao wenyewe wamegoma. Mwaka 1995 ule uchaguzi wa kwanza umekwenda. 2015 tulipokwenda 2020 wakasema jamani, corona hii. Baadhi ya watu wanasema hii, kwa nini uchaguzi usogezwe mbele? Sasa haya mambo yamekuwepo. Nchi yetu ilipotoka kwenye vita ya Kagera, watu wakamwambia Mwalimu, nchi hii uchumi umeyumba, tusifanye uchaguzi. Akasema uchaguzi lazima ufanyike. Kumekuwepo na attempts hizo. Sasa kwa nini tusifanye uchaguzi? Uchaguzi utafanyika. Uchaguzi utafanyika. Kwa hiyo msirudi nyuma mkaacha kujiandikisha. Nendeni mkajiandikisha. Wahamasisheni wanatike wajiandikisha. Watu wengine wanataka tu kuligawa taifa, na ni kawaida yao. Kila uchaguzi unapokaribia wanatafuta kuseti agenda. Kwa nini katika mabadiliko wanayozungumza hawazungumzi kuhusu kilimo, hawazungumzi kuhusu maji, hawazungumzi kuhusu afya, hawazungumzi kuhusu barabara? Kila uchaguzi ukikaribia wanazungumza kuhusu tume. Kila uchaguzi ukikaribia wanazungumza kuhusu tume. Wewe bwana, kama hujajipanga, CCM ina wanachama milioni 12. TK mnaenda kutafuta jeshi huku linatengeneza milioni 10. Hata tume ikawa ni kamati kuu yao, watatoboa? Singizio. Tume inapiga kura. Wapiga kura ni hao. Na wao wameshakwambia tuna 2.5 milioni. Tunaelekea safari ya milioni 6 mpaka milioni 10. Sasa 10 na hii 12 ya CCM 22, unatupiga vipi? Uchaguzi ni hesabu. Uchaguzi ni namba. Hata kama wakaambiwa bana wao sasa ndio wako mule kwenye tume, namba hizo zinaingia, watazizuia vipi? Dr. Samia oi. Ndugu zangu wana TK, mimi niwahamasishe tena. Programu yenu ambayo mnaizindua ya Samia Soja, kuanzia kutafuta kura za rais, jiandikisha, kuzisemea kazi za rais. Hivi sasa kazi ni moja tu, tunakwenda front. Kajiandikishe, kampeni zitakuja, na nyinyi ni Watanzania. Hakuna wa kuwazuia kupaza sauti zenu, kuonyesha mapenzi yenu kwa rais wetu. Yule kiongozi wa chama kule afanye, TK wafanye, bodaboda wafanye, kila mtu afanye kwa nafasi yake. Ninawapongeza sana kwa mpango wenu huu wa Samia Soja kama nyenzo kubwa ya kupita kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, na pale inapobidi kitanda kwa kitanda. Kuwatafuta, kuwatambua
wafuasi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, wafuasi wa amani na mshikamano na utaifa wa nchi yetu. Hii ni kazi nzuri sana, mimi nawapongeza sana. Diga, mkaeleze yaliyofanya, na ule upotoshaji unaopotoshwa mwende mkawaeleze Watanzania. Na mimi niwaambie, tunaye rais bora katika bara letu la Afrika na duniani. Na niwaambie siri nyingine, rais huyu ana kibali cha Mwenyezi Mungu. Wewe ukimwona mtu anajenga SGR, anapeleka Mwanza, anapeleka Kigoma, anapeleka Bujumbura, kaleta Dodoma, ananunua madege, kama ametulia, unamwona kama kama anasukuma kete tu namna hizi, naenda Mwanza kule inajengwa meli ya kisasa ya kubeba watu 3000 kwenda Kagera kubeba mizigo itakayofikishwa na SGR, ndege zinanunuliwa. Kama umetulia hivi, huwezi kufanya mambo hayo kama una ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa kujiamini, na sisi tutaendelea kushauri mamlaka zinazohusika muendelee kupata ushirikiano, na vile vikwazo vidogo vidogo vitaondoka wenyewe. It's either you fight them or you join them. Wako watakao waunga mkono sasa, wako watakao kuja kwa kuchelewa. Msiwafungie milango. Wengine watawaona kama ni tatizo, lakini baadaye tena mimi nasema sisi kwenye jumuiya yetu hii tupo, karibuni. Kitu hitaji tupo. Na mkiona tuna ziara huko, njoni wana TK. Sawa, tambua. Yaani watu wanaomsemea Dr. Samia mpaka wana matisheti haya ya mama, mimi nawakataje. Njoni. Fanye kazi. Na kesho kutwa tarehe 10 naanza ziara Dar es Salaam bwana. Najua wana TK wako kule. Nawakaribisha sana. Nimeangalia demographic distribution. Umeona age 18 to 36 wako 700,000. 36 mpaka 100 wako 1,784,000. Maana yake ni nini? Mnaungwa mkono na kundi kubwa la vijana na hata watu wazima. Hii ukifanyia analysis wachumi wanajua, unaweza ukapata ripoti nzuri ya peji 2. Lakini it's a very interesting fact kwamba 18 to 36 watu 700,000, 36 mpaka 100. Hawa ni watu ambao wako kwenye mapambano, wako kwenye hustles za kujenga nchi. Wengine wana familia, wengine wana malengo, wanajitambua, wamekomaa, wamepevuka, ndio wanaunga mkono. Hongereni sana. Hii takwimu inaweza kueleza mambo mengi sana. Sasa ndugu zangu, hotuba yangu ingeweza kuwa ndefu sana, lakini sisitize mambo machache. La kwanza, kujiamini. Nendeni mkajiamini. Nendeni mkawaambie wafuasi wenu wanaoipenda nchi yetu wajiamini. La pili, uthubutu. Maisha yanataka uthubutu. Maisha yanataka uthubutu, hata kwenye shughuli binafsi nataka uthubutu. Nyinyi mnachokifanya, mnajenga network. Kesho hapa tunapomaliza uchaguzi, tutaingia kwenye ajenda za uchumi. Namna gani ya kubuild uchumi, namna gani ya kuwafundisha watu kilimo, namna gani ya kuwapa watu ujuzi wa kufanya ujasiriamali, kwa entrepreneurs.
This is a very nice platform kwa ajili ya vitu kama hivi. Naweza mkafika mahala mkasema hata mnaanzisha benki yenu ya TK. Sikiliza nikwambie, mkifikisha wanachama wa TK milioni 6, kila mwanachama akatafuta shilingi 1,000, ni shilingi ngapi? Ni shilingi ngapi? Bilioni 6 bilioni. 1,000. Kila mwanachama akitafuta shilingi 10,000, mkawa na wanachama hao milioni 6 au milioni 10, mkifika unazungumzia ngapi? 60 bilioni. Hamjaanzisha benki. Umoja ni nguvu. Ni mtu mjinga tu anaweza wakawadharau watu ambao wana umoja. 10,000, 6 million, 60 billion. Takopeshana, tafanya ujasiriamali. Sitawaambia tu serikali, wapeni wataalamu wa kilimo. Mheshimiwa Bashi kaka yetu, wape hao jamaa wataalamu. Nani? Wape wataalamu wa ujasiriamali. Humu kuna watu wana taaluma mbalimbali, kuna lawyers, kuna watu wa taaluma za accounts, kuna wahandisi, kuna nani. Mtaanzisha makampuni yenu madogo madogo ya usafi, ya kuchonga barabara za vumbi, na taaluma hizi humu ndani zitafanya kazi hizo, na mtapeana ajira nyewe wenyewe na mtapata manufaa. Na wengine watapata hisa. Mekaa zako umetulia, gawio linakuja. Haiwezekani. Kwa mimi naitazama from a business perspective. Kwa hiyo endeleeni kujenga huu umoja. Baadaye mkishakuwa mmefikia kundi fulani hivi, mtaona namna ambavyo mnaweza mkatransform maisha. $60 billion nazungusha hela yenu. Kwa hiyo mtu asiwadharau bwana. La tatu, ni waombe muendelee kuwa walinzi wa nchi yetu. Msikubali njama zozote za kudhoofisha umoja wetu, amani yetu, muungano wetu, usalama wa nchi yetu. Popote ulipo, hata kwa simu yako, ukiona mtu anatuma jambo baya, wewe pandisha jambo zuri. Baadaye wakipima wanaona hili jambo hili halikubaliki. Kuna wakati wakikaa wajinga peke yao hivi, wakawa wanaongea, afu watu wema wamekaa kimya, wanaweza wakafikiri kwamba yani wao wako wengi na wameshinda, wanao wanakubalika, kumbe wako wachache, afu sisi watu wazuri tumekaa kimya. Tusikae kimya. Use your smartphone to protect the country. Semee rais wetu, sema jambo zuri tu, na watu wote utaona tutakava social media yote. Kuna maombi mawili, moja kuwasaidia kupunguza changamoto, nimelichukua. Lakini mara msirudi nyuma. Afu niwaambie kitu kimoja ndugu zangu, mafanikio yoyote matamu lazima yapingwe. Yaani wewe ukijiona una movement mratibu, haijapata upinzani, bado. Yaani ukiwa unafanya movement lazima upingwe, kwa sababu kuna watu wengine ni waoga tu.
Yaani kuna mtu akikusije anaogopa, anaona kama kazi yangu itapotea. Sio sasa hawa vijana jamani nitakuwaje? Wamekufanyaje? Wamekufanya nini? Hapana, unajua mimi vurugu sipendi, pressure, moyo unaenda mbio. Sasa hawa watajiunga taratibu. Wengine wanaona kama unauchukua umaarufu wao, kwa sababu kuna watu genuine hawaogopi. Wale wenye umaarufu wa mapovu ndio watakuwa wanaogopa. Sasa hili kundi unajua kwani limefanyaje? Linamsemea Dr. Samia. La pili, linahamasisha vijana watetee uzalendo, utaifa. La tatu, taifa letu, kesho yetu, kuunganisha jitihada wakamchague Dr. Samia. Sasa kuna dhambi gani? Mafanikio mazuri lazima yawe challenge. Ukiona unapata mafanikio bila changamoto, jiulize mara mbili. Kwanza hayana raha. Lazima upigwe vita kidogo. Pigwa vita, pigwa fitina, unapigwa mishale kidogo, unakaa pembeni, unatathmini, unarudi. Mtu angalie sisi, wakati mwingine dhoruba zinakuja, makaa pembeni, unaingia shambani. Watu wanakuona huko shambani. Sasa ukiingia shambani na kwenye wanasema huyu mtu tunampa mwezi mmoja tu. Wa pili, wa tatu uko shambani. Yule nitawachekesha, wakati niko shambani mimi, mtu mmoja ananiambia, sasa mimi nikijisikia na posti picha ya mama, nampongeza mama, jamaa mmoja ananifuata, wewe unajua una matatizo sana, kwa nini unamsifia rais? Sasa kwani wewe bando unanunulia? Nikamblock. Akaja kwenye platform nyingine, wewe bwana unamsifia mama huyu, sio nini? Huyo jamaa yeye alikuwa mkuu wa wilaya zamani huko. Hata ukikutwa na changamoto na dhoruba, isiwe sababu ya kuasi nchi yako na uaminifu wako. Yaani mimi imani yangu kwanza ndio ilizidi kuimarika kwa chama changu, kwa nchi yangu, kwa rais wangu. Sasa niwaambie, maadui wakikupiga vita kama hivyo umekaa pembeni, wanatamani kweli kesho uitishe press ya kutukana serikali, kwa sababu wao wanakutengeneza uingie kwenye shimo. Sasa wakikuona hauingii, bado ni mzalendo, unaipenda nchi, unamuunga mkono rais, wanaona bado hawajafanikiwa. Na huyu jamaa hii akili ameitoa wapi? Baadaye una bounce back, unarudi, gurudumu linaendelea, umekomaa zaidi, umeimarika zaidi, una ujuzi zaidi, una maarifa zaidi ya kuambia wanatike. Kwa msikate tamaa. Yeyote anayewa challenge, nyie mchukulieni kama ni mtu anayepaka mafuta safari yenu, anawang'arisha. Kwa sababu kuna watu wengine watajiuliza, kwani kunasikia kuna kitu kinaitwa TK kule, kuna mgogoro, kuna nini? Ndio kashaijua TK hivyo. Lakini kama nyinyi mnaenda tu kama bibi harusi kimya kimya kule vijijini, bibi harusi, hamna muziki, hamna nini, watu wanatembea tu namna hii, nani atajua kama TK? Kwa hiyo hawa watakuja kuwaunga mkono baadaye, wala msikatishwe tamaa. Ombi la pili, picha ya haraka, watu wao wanamkwamisha rais. Nyinyi wala msihangaike nao. Lakini kama mnawajua, ni vizuri kufanya mawasiliano, basi zitatafuta njia nyingine za kuweza kuzungumza nao. Lakini mimi bwana nawapongeza sana. Rais kawaunga mkono, mimi ni nani? Katibu mkuu kanituma niwasalimie, mnataka nini tena? Sisi ambao tumekubali kuwaunga mkono mapema,
twendeni pamoja, wale wengine watajiunga tu. Taifa letu, kesho yetu. Ndugu zangu, nimalize tena kwa kuwashukuru. Washukuru sana kwa kunialika. Nimefurahi, nimepata mambo mengi ambayo mnayafanya. Na mimi nawatakia kila la heri, nitakuwa balozi wenu. Mkienda kwenye wilaya zenu na mikoa yenu, nendeni mkawaambie wafuasi wenu na wananchi wengine, hii movement iendelee. Tengenezeni functions kwenye wilaya kule. Vijana wanataka platforms, waambieni habari njema za Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi nitazifikisha salamu hizi leo kwa viongozi wetu, na nina imani zitafika kwa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama chetu. Taifa letu, kesho yetu. Nawashukuru viongozi kwa kunialika. Asanteni. Watoa burudani nawashukuru sana. Vyombo vya habari nawashukuru sana. Na mimi nataka niwaambie, naiona Tanzania yenye matumaini makubwa kupitia nyinyi. Mungu awabariki sana. Mungu aibariki nchi yetu. Mungu ambariki rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu akibariki chama chetu, Chama cha Mapinduzi, na Mungu aibariki TK Movement. Asante sana. Sasa ratiba inafuata uzindue Samia Soja. Kwa utasema tu sasa anazindua rasmi Samia Soja. Tuna imani na Samia. Samia kweli 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 kweli. Samia kweli 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 kweli. Sasa naomba kutamka rasmi kwamba programu ya Samia Soldiers imezinduliwa rasmi.